Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Kama ilivyo kawaida yetu kila siku kukuletea habari mbalimbali, na leo tena tumeweza kukuletea habari hii ambayo mwanzoni unaweza ukasononeka, lakini mwisho wa video hii ni lazima ubaki na tabasamu kutokana na yale yaliyomtokea mama huyu. Na mama huyu tuliweza kumtembelea kwa zaidi ya mara moja. Kutokana na maisha yake ya hapo awali, alikumbwa na mambo mengi sana. Alipata mshtuko wa kihisia na mume wake alimwacha akisema kwamba mke wake amepatwa na wazimu. Hili lilimwathiri kisaikolojia na akapatwa na magonjwa mengine kama vile kisukari na pumu, hali iliyopelekea mwili wake kuongezeka ukubwa kwa kiwango kisicho cha kawaida. Na leo amekuwa kati ya wanawake wanene zaidi katika ukanda huu anaoishi. Alipima kilo zake na kukuta na kilo 300 ambazo ni zaidi ya paundi 600. Mshtuko wa kihisia na kisaikolojia unaweza kukufanya uishi bila amani, na muda wote utakuwa ni mtu wa kupata maumivu kwenye moyo wako, na mbaya zaidi utaishi kwa wasiwasi miaka yote. Yaani kuwa na tatizo la kisaikolojia wakati ukiwa mtoto kunaweza kuwa na athari kubwa sana ambazo zinaweza zikadumu katika maisha yako yote, na yanaweza yakatokea hayo kama tatizo hilo halijatatuliwa. Hali ya hofu na kutokuwa na msaada inaweza ikaendelea hadi pale utakapokuwa mtu mzima, na hivyo magonjwa hayatacheza mbali na wewe. Nabanaga na mama wacu bivaho ko bamucamwe ibyo bice bine. Niliishi na shangazi yangu, na wakati wa vita aliuliwa kwa kukatwa vipande 4 mbele yangu, nikiwa nashuhudia kwa macho yangu. Na mimi pia nilishambuliwa, lakini kwa bahati nzuri niliweza kupona. Hivi sasa mwili wangu umejaa makovu. Hakukuwa na njia yoyote ya kwenda hospitalini. Walinitibu kwa kutumia dawa za asili tu, na hivyo ndivyo nilivyopona. Lakini mwaka 2012 nilikwenda hospitalini na madaktari walisema kuwa uzito wangu huu wote ulisababishwa na mshtuko wa kisaikolojia niliokuwa nao. Mama huyu anasema kuwa hakuwa na mwili mkubwa hapo awali, lakini baada ya kuanza kusumbuliwa na kumbukumbu za mateso aliyoshuhudia utotoni, alipatwa na mshtuko wa kihisia na kisha akapelekwa hospitali ya afya ya akili. Alipatiwa matibabu na baadaye mwili wake ukaanza kuongezeka ukubwa. Alijulishwa kuwa kadri mwili wake ulivyokuwa unaongezeka ndivyo hatari ya kupata magonjwa mengine inavyoongezeka. Hatimaye alipata homa ya ini, kisukari na pumu. Bamaze gufatwa umugabo twarabana ko twabyaranye umwana w'imfura. Baada ya kupatwa na magonjwa kama hayo, niliishi na mume wangu ambaye nilizaa naye mtoto wetu wa kwanza, lakini baadaye mtoto huyu alifariki akiwa na umri wa miaka 10. Baadaye tulizaa mtoto mwingine. Mume wangu aliona hali yangu ya afya ikizidi kuzorota, akasema kuwa muda sio mrefu nitawehuka kabisa, yaani nitakuwa na matatizo ya kiakili. Alisema kuwa hawezi kuendelea kuishi na mimi, hivyo akaamua kuondoka na kutuacha. Mama huyu anasema kuwa baada ya kupelekwa hospitali ya afya ya akili, mume wake aliamini kuwa mke wake atakuwa amepata wazimu, na hivyo akaamua kumuacha. Hivyo aliamua kumuacha wakati mtoto wao akiwa na umri wa miaka 11 tu, na alibaki naye peke yake nyumbani. Watu wenye huruma walikuja kumsaidia mtoto huyo, wakamlea na hata kumpeleka shule. Nimeishi hapa kwa zaidi ya miaka 13, lakini sasa nina tatizo. Nimeambiwa kwamba natakiwa kuondoka hapa. Nimeshindwa kulipa kodi kwa miezi 2 na mwenye nyumba hakuweza kuvumilia hilo. Nina wasiwasi sana, sina mahali pa kwenda na siwezi kufanya kazi tena. Mama huyu anasema kuwa anaishi kwa neema ya Mungu kwa sababu anategemea misaada kutoka kwa watu wenye huruma ambao humtembelea mara kwa mara na kumletea chakula, hasa majirani walioko karibu naye na wanaofahamu matatizo yake. Kwa sababu ya uzito wake uliopitiliza, hawezi kufanya kazi yoyote. Majirani huja kumsaidia kufanya baadhi ya kazi za nyumbani kama vile kuchota maji, kufua nguo na kazi nyingine ndogo ndogo. Mama huyu anasema kuwa ana wasiwasi kuhusu ilani aliyopewa na mwenye nyumba, kwani anatakiwa aondoke. Ikibazo mfite cyane cyatumye nanaremba cyane noneho. Tatizo nililonalo kwa sasa ni juu ya hii notice nilopewa ya kufukuzwa na mwenye nyumba. Nahofia kwamba sitawaona tena majirani zangu ambao wamekuwa wakinitunza miaka yote, na huko nitakapoenda itakuwa ni kama naanza upya. Siwezi kufikiria kuishi bila majirani zangu ambao wamekuwa waaminifu kwangu siku zote.
Nukuri pe tararwara narikoreraga ngenzi kwikorera kubona narwaye gutya byarambabaje. Yani niwe mkweli, kabla sijaugua nilikuwa nafanya kazi mwenyewe. Mimi ni mmoja wa wanawake wachapakazi sana katika eneo hili. Ugonjwa huu ulinidhoofisha na sasa siwezi kumudu kulipa kodi ya nyumba na mambo mengine madogo madogo. Natamani nipate mtu wa kuweza kunilipia kodi. Pia ninapata changamoto katika kupata chakula, na kwa sababu ya dawa ninazotumia inanilazimu kula mara kwa mara. Baada ya kuweka hadithi hii kwenye chaneli yetu ya Afrimax, kundi la watu wenye huruma waliapa kutokumwacha mama huyu kuendelea kupata mateso. Hivyo alipanga kutoa msaada katika maisha yake. Hivyo basi, tuko njiani kuelekea kwenda kumtembelea mama huyu ambaye ana uzito usio wa kawaida. Lakini mwisho wa hadithi hii utaona namna vile alivyopungua. Cyarahindutse cyane. Mu buhe buryo? Abantu baritanze. Kulikuwa na mabadiliko makubwa tangu mliponitembelea. Mnaona sasa nina mahali pa kuishi na sebule nzuri na mambo mengine. Watu waliotazama hadithi yangu kwenye chaneli yenu waliendelea kunitembelea na kunisaidia. Yani kiukweli mambo mengi yamefanyika baada tu ya kunitembelea. Mama huyu anaonekana mwenye furaha kuliko alivyokuwa hapo awali. Anasema kuwa alikwenda hospitalini kama kawaida na anasubiri majibu. Pia anasema kuwa sasa ana nguvu zaidi kwani anaweza kuzunguka, tofauti na hapo awali ambapo alikuwa na shida kubwa. Hata kusogea tu kutoka sehemu moja kwenda nyingine ilikuwa ni changamoto. Kuna mtu aliyekuja na kuzungumza na mwenye nyumba na kuahidi kulipia kodi ya nyumba ili nisipate tabu. Nilipohamia hapa, nilikuta nyumba ikiwa na baadhi ya vitu kama vile makochi mlioyaona hapo na vitu vingine vidogo vidogo. Na hadi sasa mwanangu anafanya vizuri sana shuleni. Tuliweza kupata habari kupitia Afrimax TV na ghafla tukataka kumsaidia mama huyu. Tulitaka kuhakikisha kwamba tunasolve tatizo lake kubwa lilokuwa nalo kwa huo wakati, ambalo ilikuwa ni sehemu ya kuishi. Na sisi ni group la watu 40 na mara nyingi tumekuwa tukiwasaidia watu ambao wana uhitaji kama huyo mama. Lakini kitu kinachotuwezesha kufanya haya yote ni upendo wetu kwa watu. Hilo ndo la kwanza. Baada ya kuona tatizo la mtu, tunaangalia namna ya kujichangisha kuweza kumsaidia. Cyewe byandenze. Cyane mfite ibyishimo. Nta mubabaro ntaki. Nina furaha kubwa sana. Sina tena wasiwasi. Mara ya mwisho nilikuwa nikilia kwa sababu ya matatizo mengi, lakini sasa namshukuru Mungu sana. Yani ninachoweza kufanya kwa sasa ni kuombea baraka watu wote ambao wamekuwa wakinisaidia. Mungu alinde maisha yao. Si watu wote wanaoonyesha huruma kama wao. Yani kiukweli wao wananisaidia bila hata kutarajia chochote kutoka kwangu. Mungu awabariki sana, tena zaidi ya sana. Tulirudi kumtembelea mama huyu na tulimkuta afya yake ikiendelea vizuri. Baada ya kupata fedha, alinunua kifaa cha kupima sukari ambacho kinamsaidia kufuatilia hali yake ya afya bila kwenda hospitalini kila siku kama alivyokuwa akifanya hapo awali. Telefone nyine ngo bikore neza ntayo nari mfite. Urabona ko rero impinduka. Mnaona kuna mabadiliko. Kifaa hiki kinanisaidia sana, na tena ninawashukuru watu wote ambao waliweza kunifikiria. Mpaka sasa maisha yangu ni mazuri, ingawa bado ni mgonjwa, lakini ninajitahidi kufanya mazoezi kidogo. Tulimuuliza kama ataweza kumkaribisha mume wake ambaye alimwacha wakati wa mateso, na yeye alijibu kwamba amemsamehe mume wake, lakini kumkaribisha tena kwenye maisha yake haitawezekana kwa sababu ya kile alichokifanya. Ntabwo yarakwiye rero kuvuga ati sinabana n'umusazi ngo atagende imyaka ibigeze ukwingana. Hakuwa na sababu ya kuniacha na kukaa mbali na mimi miaka yote hiyo. Aliniacha nikiteseka sana. Mwanaume huyu aliacha majukumu yake. Kiukweli nimemsamehe kwa makosa yake yote ambayo aliyafanya, lakini kumsamehe ni tofauti na kumkaribisha tena katika maisha yangu. Yani kumkaribisha kwenye maisha yangu ni jambo lisilowezekana kabisa. Huenda ikawa huko alipo anaishi maisha mazuri tu, lakini hanikumbuki mimi wala mtoto wake. Urayinesheje. Tabasamu zaidi, wasiwasi kidogo, huruma zaidi, mateso kidogo, baraka zaidi, msongo wa mawazo kidogo, upendo zaidi, maumivu kidogo. Kiukweli baada ya kumtembelea kuna mabadiliko makubwa sana ambayo aliyapata hapo mwishoni. Hapa bado pamoja na unene aliokuwa nao kwa sasa, utakuja kuona namna alivyopungua mpaka kuwa na ndoto za kutaka kushiriki Miss World. Nka borosa narangiza. Kwa sasa kila kitu kimebadilika. Kila siku asubuhi ninaamka, naswaka, nawasha television, nafanya mazoezi kidogo, kisha naoga na kupata kifungua kinywa. Jioni kabisa kabla ya kulala, nafanya mazoezi kidogo tena, alafu nalala.
Ndimwe wacu twamufashe nk'umumama wacu, ubushize rero twari twaje. Kama mnavyoona, tulimchukulia mama huyu kama ndugu yetu. Yeye ni binadamu kama sisi. Mara ya mwisho tulipomtembelea, tukasema hapana, kwa nini tusirudi tena siku zijazo, na tukaapa kumtembelea mara kwa mara. Mnaweza kuona kuwa kwa sasa amekuwa na mabadiliko madogo. Sasa yuko imara zaidi kisaikolojia, anaendelea vizuri sana. Mara ya kwanza tulihakikisha ana mahali pa kulala, na leo tumemletea chakula ili aendelee kuwa na afya njema zaidi, pamoja na bahasha yenye pesa ambazo atazitumia kununua baadhi ya mahitaji yake binafsi. Kubivuga ntabwo byoroha ku munwa, keretse nk'umuntu arebamo imbere. Ikiwa kuna watu wengine ambao watakuwa tayari kulipa kodi yangu, basi jambo hilo litanifanya moyo wangu uwe na furaha na amani pia. Ombi lingine ambalo nimekuwa nikilisema kila siku ni kupata nyumba yangu mwenyewe. Hata kama itakuwa ni chumba kimoja tu, kiukweli nitafurahi. Wewe angalia tu jinsi nilivyokuwa na furaha baada ya kulipiwa kodi ya mwaka mmoja ninapoishi. Sasa hebu fikiria kama ningepata nyumba yangu mwenyewe, ingekuwaje? Si ningekuwa na tabasamu zaidi ya hapa? Mara nyingi kwenye maisha, kila changamoto unayopitia basi ujue na mlango wa kutokea, na hiyo ikiwa na maana kwamba kila tatizo au changamoto unayopitia basi ni lazima kutakuwa na baraka nyuma yake. Hivyo nakusihi usibanduke ili tuweze kujua ni kipi kiliweza kutokea kwa mama huyu hapo mwishoni. Baada ya hiyo safari yetu, tuliweza kuondoka na kurudi tena baada ya miezi kadhaa. Tulishawahi kumtembelea mara ya kwanza, lakini hii ilikuwa ni mara ya pili, na sasa tunakwenda mara ya tatu. Unataka kujua ni kipi kiliendelea baada ya hapa? Na hivi ndivyo ilivyokuwa. Hapo mwanzoni hakuwa akifanya jambo lolote lile. Alichokuwa anaweza kufanya ilikuwa ni kutembea tu. Leo amepungua uzito kwa hali iliyowashangaza watu wengi. Huwezi amini, kwa sasa ana kilo 154 tu, ambazo ni sawa na pauni 340, tofauti na hapo alivyokuwa awali na kilo 300. Na sasa ni mtu mwenye furaha zaidi duniani. Ana ndoto ya kuwa mwanamitindo hapo baadaye. Mpango wake ni kushiriki katika mashindano ya urembo mwakani. Kiukweli tumemkuta akiwa na furaha sana, lakini pia zaidi ya yote malengo yake yako pale pale. Yaani anataka kuwa modo. Tulipomtembelea miaka 2 iliyopita, alikuwa akilalamika sana. Alikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu uzito wake. Alikuwa akilia sana kwa sababu ya unene uliomlazimu kuacha kufanya kazi, na maisha yake ya kila siku yalizidi kuwa magumu. Tararwara narikoreraga, ngenzi kwikorera, kuba narwaye gutya byarambabaje. Lakini kusema kweli, kabla sijaugua nilikuwa nikifanya kazi zangu kama kawaida. Kama nilivyowaambia hapo awali, mimi ni mmoja wa wanawake wachapakazi zaidi katika eneo hili. Na pia kama unakumbuka nilivyokuambia, ilifikia wakati mwenye nyumba aliniambia niondoke kwenye nyumba yake. Shida nyingi zilimfanya mama huyu kuwa na msongo mkubwa wa mawazo, kiasi kwamba mume wake hakuweza kuvumilia, hivyo akaamua kumwacha kwa kudai kuwa ameanza kupoteza fahamu. Alikuwa katika matatizo makubwa sana wakati huo, na wapenzi wa Afrimax waliona kuwa ni lazima waweze kumpatia msaada mama huyu. Hivyo wapenzi wa Afrimax hawakusita kumsaidia mama huyu haraka iwezekanavyo. Walikusanya fedha ili kubadili maisha ya mama huyu, na wengine pia walituomba tuongozane nao ili waweze kuwa kumbukumbu katika maisha ya mama huyu. Kisha wasamaria hawa wema walimpeleka mama huyu katika nyumba mpya yenye kila kitu ndani, kama vile makochi, television na vingine vingi. Kundi hili la watu pia lilimwachia chakula na pesa, lakini zaidi ya yote walilipa kodi ya nyumba kwa mwaka mzima. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, tuliendelea kumtembelea ili kufuatilia maendeleo yake, ambapo alitueleza kuwa madaktari wamekuwa akiendelea kufuatilia afya yake. Alisema kuwa maisha yake yameanza kubadilika tangu siku tulipomtembelea. Twaganiriye ndira, none tuganiriye seka. Nukubera bo Afrimagisi TV. Aliahidi kwamba tukirudi tena atafanya mazoezi ya viungo pamoja nasi. Safari hii anafuraha kutufahamisha kuwa amepungua uzito wa kilo 154.
Tulipomtembelea mara ya kwanza, mojawapo ya changamoto kubwa aliyokuwa nayo ilikuwa ni mahali pa kuishi. Lakini Mungu asiyeshindwa kupitia Afrimax, watu hawa walimsurprise kwa kumlipia kodi ya mwaka mzima. Haya ni mambo ambayo mtu huyu hawezi kuelewa imekuwaje. Kiukweli siwezi hata kuelezea namna jambo hili lilivyowezekana. Na washukuru sana kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu. Ingawa sasa kodi yao imekwisha na sasa nitakuwa ninalipa mwenyewe. Walichofanya kilinitosha. Kinachonipa furaha zaidi ni kuwa na watu ambao walinisaidia katika kufanya mazoezi ya viungo. Alifundishwa jinsi ya kula chakula kwa usahihi, yani kufanya dayati, ambapo sahani yake inapaswa kugawanyika sehemu 3. Sehemu ya kwanza inakuwa ni mboga, nyingine inakuwa ni matunda na nyingine inakuwa ni protein. Pia alifundishwa jinsi ya kufanya mazoezi ya viungo, na hivi ndivyo ratiba yake ya kila siku ilivyo. Baada ya kuamka asubuhi na mapema, anavaa mavazi yake ya michezo, kisha anatoka nje na kufanya mazoezi mpaka anatokwa na jasho. Baada ya hapo anaoga na kunywa maji mengi, kisha anaanza kutumia dawa zake. Abo bantu ba siporo cyane. Na washukuru sana watu hawa walionisaidia kufanya mazoezi ya viungo. Sawa, mtu unaweza kuwa na chakula, lakini kama utaendelea kula na kulala, unaweza kupoteza matumaini na kuendelea kunenepa zaidi. Lakini kama mtu anafanya mazoezi ya viungo kama nilivyowaonyesha, nina imani kuwa kesho yangu itakuwa bora zaidi kuliko leo. Na yote haya ni kwa sababu ya Afrimax. Hongereni sana Afrimax. Ingawa amekuwa akiwashukuru watu wengi na yale yote aliyotokea na kufurahia kupungua uzito, mama huyu pia ana wasiwasi juu ya kodi yake ya nyumba kwa sasa, kwani bado hafanyi kazi na hana kitu chochote kinachomuingizia kipato zaidi ya misaada anayopokea kutoka kwa watu. Na hivi ndivyo anavyosema: ujomba ikirenge mu cyabo yabakoze cyane. Nimeshakaa mwaka 1.5 huku nikiwa na wategemea wale watu ambao walikuwa kinilipia kodi yangu. Yani nimelipa hela yote mpaka ile budget walionipa. Kuna watu wengine ambao watakuwa tayari kulipa kodi yangu, basi jambo hilo litanifanya moyo wangu uwe na furaha na amani pia. Ombi lingine ambalo nimekuwa nikilisema kila siku ni kupata nyumba yangu mwenyewe, hata kama itakuwa ni chumba kimoja tu. Kiukweli nitafurahi. Wewe angalia tu jinsi nilivyokuwa na furaha baada ya kulipiwa kodi ya mwaka 1 ninapoishi. Kabla hatujaendelea, tulimuuliza mama huyu siri aliyoitumia au mbinu alizotumia kupungua uzito, naye alitujibu kwamba babwiye ko mfite hepatite, kagira sima, kagira diabete. Kama nilivyowaambia, nina homa ya ini, yani hepatitis, pumu na kisukari. Madaktari waliniambia kuwa nikizidi kuwa na mawazo mengi, basi naweza kupata matatizo ya moyo. Unapokuwa na furaha, kiwango cha sukari hakiwezi kupanda, na inapelekea pia kuzuia magonjwa mengine kama hayo ambayo niko nayo. Nilijifunza kuwa mtulivu wa akili ili niwe na afya njema. Nilipunguza mawazo na kuanza kufanya mazoezi ya viungo. Kikwazo pekee nilichokutana nacho ni magonjwa yangu hayo ambayo nimekuambia kutokutibiwa. Nimekaa muda mrefu bila madaktari kunifanyia uchunguzi wa hepatitis kwa sababu sina bima ya afya na gharama za matibabu. Jambo hilo kwangu ni gumu mno. Nagize 118. Februari mwaka jana nilikuwa na uzito wa kilo 300, lakini ninavyoongea mpaka hivi sasa nina kilo 118, uwezi amini. Nilitoka 300 nikaja 154 na mpaka sasa nina 118. Hii ni tofauti kubwa sana ukilinganisha na hapo awali nilipokuwa na kilo 300, yani ilikuwa ni zaidi ya pauni 600. Unaweza kuona sababu ya tabasamu langu kwa sasa. Ni jambo la kusherehekea kweli. Nimefanya maendeleo makubwa mno kwenye kupungua, na hivi karibuni nitakuwa mwanamitindo ili niweze kutimiza ndoto zangu ambazo nilikuwa nazo hapo utotoni. Nilikuwa nikiambia familia yangu kuwa nitakuwa mwanamitindo na waliniamini, lakini uzito ulikuwa kikwazo kikubwa kwenye ndoto zangu. Nina furaha kwamba kwa sasa naweza hata kuruka juu. Yani ni jambo ambalo siamini kabisa. Nina uhakika kuwa mwakani nitashiriki kwenye mashindano ya urembo. Kwa kweli nina furaha sana. Sikuwahi kufikiria kama mambo yangeweza kubadilika haraka hivi. Kama mnakumbukumbu vizuri, tulipokutana mara ya kwanza nilikuwa nimekata tamaa kabisa. Kitu pekee nilichokuwa ninaweza kufanya kwa wakati huo ni kulia tu. Nilishindwa kutembea huku na kule. Na nikipewa mtaji naweza kuanzisha biashara yangu itakayoniwezesha kujipatia kipato na kuacha kuombaomba tena. Nimechoka kusubiri misaada kila siku. Nataka kufanya kazi ili na mimi nijimudu. Mtaji ukipatikana, biashara hiyo itaweza kunigharamia mahitaji yangu yote. Hashize imyaka 6. Nimekaa miaka 6 bila kuwasiliana na mume wangu. Tangu mliponitembelea hajawahi hata kunipigia simu. Sijui alipo na wala sitaki kujua. Ninachojua tu ni kwamba binti yangu anamkosa sana baba yake. Kila anaporudi kutoka shule, mara nyingi ananiuliza, baba yuko wapi?
Baba yake alikimbia majukumu yake wakati ambapo tulikuwa tukimhitaji sana. Sitaki tena kumuona hapa, maana alishatupa jongoo na mti wake. Mungu alitupatia watu waliokuwa zaidi ya marafiki, wamekuwa familia kwetu, wanatosha. Watu hao walikuwa wakijali hali yangu, wanajua ninachohitaji na pia walikuwa wakitusaidia muda wote. Watu hao wamekuwa upande wangu siku zote na ninawashukuru sana. Kuna msichana tunaishi naye hapa ambaye ananisaidia katika shughuli za nyumbani. Unajua siwezi kufanya kila kitu peke yangu maana bado ni mgonjwa. Hivyo nahitaji mtu wa kunisaidia. Habari njema ni kwamba kuna mtu ambaye anamlipa mshahara. Yaani kila mwisho wa mwezi huyu binti analipwa. Huu ni mfano mzuri wa watu wanaonijali. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kutokana na hadithi ya mama yetu tumejua kwamba hakuna jambo linaloshindikana mbele ya Mungu. Kikubwa ni kumwamini na kuwa mvumilivu. Kutokana na kile alichokisema mama huyu, nirudishe swali kwako mpenzi mtazamaji. Mpango wake ni kuwa modo. Je, wewe una lipi la kusema juu ya hilo? Tuwekee komenti yako na tutajadili. Asante kwa kutazama Afrimax Swahili. Mimi ni Francis. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.